Ndio hivyo, changamoto ni kubwa sababu na vidonda unakuta ni virefu. Takribani hata nchi 5 kwenda ndani. Unaona. Ndio hivyo, kama na uwezo kupata hiyo milioni 35 kuelekea India, hakika na uwezekano wa kupona na kurudi kwenye hali yangu kama ya awali. Hizi ni ripoti za millardayo.com na Ayo TV kutoka Tanga. Ni zaidi ya mwaka mmoja na miezi 6 ndugu yetu na kijana mwenzetu aliyefahamika kwa jina la Asmani Mbwana, huku wengi wakimfahamu kwa jina la Bakteria, akiendelea kupigania afya yake kitandani. Bakteria anasema kuwa chanzo cha hali hiyo ni kutokana na kuvamiwa na vibaka waliomshambulia kwa visu majira usiku wakati akitoka studio kuelekea nyumbani mnamo mwaka 2023. Jambo ambalo limepelekea kupooza mwili wake wa chini na hivyo kupelekea kulala kitandani hadi sasa. Bakteria anaeleza kuwa kwa sasa anapitia wakati mgumu, kwani anahitaji kwenda India kwa ajili ya matibabu zaidi ambayo yatamwezesha kupona na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Gharama za matibabu hayo ni takriban shilingi milioni 35 za Kitanzania. Yes, kwa majina naitwa Athmani Omari, aka wananiita Bakteria Massive au Massive. Ni producer wa muziki. Ndio hivyo, natokea Tanga. Nini kilisababisha ukutane na changamoto ambayo unayo hii leo? Changamoto ya mimi kuparalyze mwili wa chini, hii ilisababishwa na visu nilivyopigwa kwenye uti wa mgongo, ambayo hii hali ilitokea wakati nikitoka zangu studio kuelekea mapumziko. Nikakutana na jamaa ambao walikuwa ni vibaka, sijui nilikuwa ni vipi, walinikaba wakiwa wanahitaji simu na pesa. Nikatoa vile vitu, lakini baadaye wakanipiga chupa kichwani, ambayo ilisababisha mimi kukata mawasiliano ya kutoweza kujisaidia kwa namna yoyote. Hivyo wakati naanguka, jamaa hawakutosheka, walikuwa wakinipiga mabuti kwenye mbavu, wakanichoma pia na visu katika mgongo kama mara 6 hivi. Sasa vile visu badala ya kuwa nimechomwa vile, baadaye jamaa kukimbia, najaribu kunyanyuka, sasa ikawa siwezi kunyanyuka, yani mwili kama una ganzi, yani mwili wa chini haufanyi kazi, hauna mawasiliano na mimi katika hizo action. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kuparalyze mwili wa chini, kukosa mawasiliano. Ufikiri kwamba sababu ya vijana hao kukuvamia labda ulikuwa na ugomvi na mtu? Kweli sifikiri kama kuna mtu nilikuwa na ugomvi naye, kana kwamba mpaka akafikia hiyo hatua ya kunitumia watu kwa kusema kwamba anahitaji labda kunidhuru kiasi hicho. Sifikiri kwamba hata kama nilikuwa nimegombana na mtu kwamba inawezekana kafika kwenye hiyo levels, sababu sina ugomvi kwa kusema yani ni ugomvi wa yani huo. Ni kawaida tu, mimi ni producer, nakutana na wasanii, sometimes tunalumbana kwenye masuala mazima kama ya mtu kumfanyia labda wimbo au mixing, umeona bana. Hivyo ni kawaida tu, ni masuala tu ya kawaida tu ya kibiashara, which ni kwamba mnapeana mihadi na vitu vinakamilika. Kwa hiyo sijui kama yani kuna kitu cha namna hiyo kwamba mtu hadi akafika point ya kunitumia watu kwa staili hiyo, sidhani. Vipi sasa taratibu za matibabu mara baada ya wewe kupata changamoto hiyo, ni nini kiliendelea kwa upande wako? Kwa wakati ule ndo nimepata hiyo changamoto, walitokea watu Samaria wema, wakanipeleka hospitali, wakanijaribu kunipa huduma za kwanza. Baadaye tukahitajika kuelekea Muhimbili, ambako Muhimbili jamaa badala kufanya vipimo madaktari pale, wakaniambia kwamba kwenye mgongo wangu kuna mishipa ya kupeleka moto kwenye mwili wa chini imekufa. Sasa hiyo mishipa ndo ilikuwa inahitajika katika hali ya kurejeshwa, yani labda kama ikitokea nimepata nafasi ya kuelekea India, inawezekana nikapona kwa hayo. Lakini daktari pale aliniambia kwamba inawezekana nikarecover kwa muda miezi 6 au mwaka. Na sasa mwaka umepita tayari, lakini bado sijarecover. Hivyo changamoto kubwa sana kwa upande wangu.
kupitia mazingira ninayoishi kwa sasa. Hitaji lako kubwa kwa sasa ni lipi ili uweze kurudi kwenye majukumu yako ya kawaida? Kiukweli, kulingana na taarifa za madaktari, na ni wanasema kwamba kama ikitokea nimepata nafasi ya kuelekea India, inawezekana wa kupona na nikarudi kwenye hali yangu kama zamani. Kama wadau wa muziki wanalitazama hili na wengineo, mimi safari yangu ya kuelekea India kimatibabu inagharimu takriban shilingi milioni 35, ambazo nikizipata hizo pesa inawezekana kurudi katika hali yangu ya kawaida. Maana kwa sasa ni changamoto, nina mavidonda ya kulala, maana mwili wa chini haufanyi kazi, hivyo haja zangu zote kubwa na ndogo zote zimekuwa changamoto kuzicontrol mimi mwenyewe. Maisha ya nyumbani kama hivi, wazazi nao ni wagonjwa, wanaonitazama nao vile vile hali zao ni ngumu. Kwa hiyo unakuta sometimes ni changamoto, waniangalie kwenye namna ya kunisafisha, waniangalie kwenye namna ya kwamba nikiwa nahitaji kuelekea hospitali kwa ajili ya matibabu ya hapa na pale. Kuna madaktari ambao wanafika kunitibia labda vidonda kila siku, wanataka malipo na nini. Wengine ndo kama hivyo wanajitolea saa nyingine, lakini ndio hivyo, changamoto ni kubwa sababu na vidonda unakuta ni virefu, takribani hata nchi 5 kwenda ndani. Ndio hivyo, kama na uwezo kupata hiyo milioni 35 kuelekea India, hakika na uwezekano wa kupona na kurudi kwenye hali yangu kama ya awali. Kwa mwenye uhitaji wa kukusaidia, je, kuna namba maalum kwa ajili ya kutuma michango kwa ajili ya matibabu? Kwa mimi niko tu na namba ya simu ambayo ni simu yangu naitumia kwa ajili ya kufanya kukusanya kama hiyo michango. Ipo namba ambayo ni 0746 351836. Ni kwa mtu yoyote ambaye ana chochote ameguswa na ile anaweza kuchangia, anaweza kanitumia humo kwa ajili ya kuchanga hizo pesa za matibabu kuelekea kwa India kwa ajili ya matibabu zaidi. Nini ombi lako kwa viongozi mbalimbali wa mkoa wa Tanga ili kukuwezesha kukusaidia kupata fedha kwa ajili ya matibabu? Kikweli kama Mheshimiwa Mwana FA, Mheshimiwa Umi Mwalimu, naomba sana misaada yao, kwa maana wao ni viongozi wetu na mimi kama kijana mpambanaji, yani kimsingi kaka zangu au ni mama zangu au ni yani kwenye hili natamani sana wangeliangalia kwa moyo wa dhati na kuguswa nalo kuweza kunisaidia vile wawezavyo, kwa maana niko na ndoto ambazo sasa hivi naona kama vile zimekuwa zinapotea kwa kulingana na kuendelea kubaki kwenye kitanda hiki kwa muda mrefu ambao sijui ni muda gani inawezekana nikatoka kwenye kitanda hiki. Mheshimiwa Mwana FA, Mheshimiwa Umi Mwalimu, kama mnaiona hii, tafadhali nisaidieni kwa vile mwezavyo. Mwenyezi Mungu atuwabariki kwenye kila namna ambavyo nyinyi mtatoa kile mlicho nacho. Ni changamoto sana kiukweli, kwa maana kwa sasa ni mwaka na miezi 6 sasa nipo kitandani nikiugulia hivyo vidonda vya kulala, kiendelea kukutana na hizi changamoto za hapa na pale, miguu kufa kabisa, kushindwa kutembea. Na hivyo ukiangalia na hali za kimaisha jinsi zilivyo, nakuta hata namna matibabu yenyewe pia bado yanakuwa ni changamoto ya kila siku, kwa maana kuna vifaa kila siku vinanihitaji kuvipata, kama kuna magloves, sijui kuna mapampers, inabidi siku hizi nivae pampers. Kuna namna na madaktari wanakuja kunihudumia kila siku, anatakiwa pia nao walipwe, kwenye hali ya kuwa yani bado ni changamoto sana kwenye hali ya kimaisha iliyopo. Kwa upande wangu tunajitahidi kupambana nayo, wazazi wanajitahidi, marafiki wanajitahidi katika hali ya kuweza kulimudu ili swala enda nalo sawa, lakini bado ni changamoto siku baada ya siku. Tunamwomba Mungu tu kwenye kila namna ambavyo Mungu mwenyewe anajua aweze kutufanyia wepesi kwenye haya
ambayo tunaishi nayo kwa sasa. Kipindi ambacho ulikuwa mzima na hujapata changamoto hii, wasanii gani ambao uliwahi kufanya nao kazi? Wasanii ambao niliwahi kufanya nao kazi kipindi niko mzima, nimewahi kufanya kazi na Matonya, Fidikiu, wimbo unaitwa Nisulubishe. Nimewahi kufanya kazi na kuna msanii anaitwa Heri Muziki, wimbo unaitwa Sweet Love. Nimewahi kufanya kazi na Sholo Mwamba, wimbo unaitwa Kama Ronaldo. Nimewahi kufanya kazi na maproducer, yani kupitia ushirikiano wa kwamba unatoa instrument, wao wanafanya kazi na wasanii katika kufanya nao masauti na nini. Producer kama Estukizi, mwana bana, producer kama Mixing Killers, mwana bana kina Mason Selector, Bidadi, mwana bana na wengine wengi ambao tumewahi kushirikiana nao kwenye kufanya haya yote kupeleka game mbele. Yangu kwa mheshimiwa mama, mheshimiwa rais, mheshimiwa nchi, kwangu ni huruma yake tu, kwamba akiniona mwanae kwenye hii hali na ikamgusa kwake, anisaidie tu mimi kuweza kupata nafasi ya kuelekea huko nikapate matibabu, maana ndo tumaini langu pekee nililonalo kwa sasa, kwamba nikifika India huenda nikaweza kurudi kwenye hali yangu ya zamani. Na mimi bado ni kijana ambaye kuna ndoto na ni mpambanaji. Naamini kama mheshimiwa ataweza kunisaidia kwenye hili, Mwenyezi Mungu atamlipa kwenye kila hali vile ambavyo yeye mwenyewe anajua Mungu. Lakini kwangu ombi lake kwake ni huruma yake tu, kama mwanae anisaidie akiona hii niweze kwenda kupata hayo matibabu